Kwa maksudi tumeona kuja kuangalia maeneo haya yaliyopo Ukunjwi. Kwa maksudi tumeona tuje tuangalie maeneo haya ya bahari yaliyopo Ukunjwi, ambapo vijana, familia wanakuja kwa ajili ya mapumziko. Lakini kutokana na malalamiko ya wananchi wa shehia hii ya Ukunjwi kupitia mmong'onyoko wa maadili ambao unajitokeza katika maeneo haya, kwa hiyo tumeona ni vizuri kuja kuangalia hali, na bahati nzuri kama tulivyojionea kwamba hali haiko rafiki sana. Kwa hiyo tunamtaka sheha wa shehia hii kuunda zile kamati za shehia, kamati ambazo zitaweza kusimamia maadili ya shehia yake, lakini pia matumizi ya bichi kama hivi, na kama wanavyosema wananchi wa hapa kwamba hutumika mpaka saa 3 za usiku, saa 4 za usiku, mchanganyiko wanawake, wanaume, jambo ambalo kwa kweli linakuwa halipendezi kwenye mila na desturi zetu. Kwa hiyo nimuombe sana sheha wa shehia hii aunde kamati ambayo haitomkandamiza mwananchi, lakini tutaweza kudhibiti mmong'onyoko wa maadili katika maeneo haya. Lakini chengine ni waambie wazee wa vijana wawe wanaangalia vijana wao wanakwenda wapi, hususan watoto wari, lakini pia wale watoto chini ya umri wa miaka 18. Kama tulivyoona mazingira sio rafiki sana, msitu ni mkubwa, lolote linaweza likatokea. Kwa hiyo ili kumlinda mtoto lazima uangalie mwenendo wa mtoto wako. Wewe usirizike tu mtoto akifika jioni anakuambia anatoka anakwenda wapi, kumbe anakuja maeneo kama haya. Kwa hiyo zitaundwa zile kamati za kusimamia maadili katika maeneo haya, na mimi niendelee kuambia tu wanaruhusika kuja huku saa 12 asubuhi mpaka 12 jioni, tena wakatoka wakarudi zao majumbani, kwa sababu kupumzika ni haki ya kila mwananchi. Binafsi kwa uzuri wa fukwe ambao ipo hapa, basi niendelee kuambia waitumie vizuri, tusitumie kusababisha mambo mengine ambayo yanakwenda kinyume na maadili yetu. Haya, sheha wa shehia ya Ukunjwi, nashukuru matembezi haya aliokuwa Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa na Mheshimiwa Katibu Tawala wa wilaya ndogo Jana na wilaya ya Wete kuja kuona mazingira ambayo kuwa wananchi wa hii shehia wayalalamikia, kwa vile wanakuja watu waliokuwa wanafanya mambo kinyume na utaratibu. Mimi kwanza naunga mkono kutakikana kuwa niunde kamati, na naahidi kama hiyo kamati nishaianza, bado kukutana tukajipangia utaratibu wa kazi. Na kwa vile sitaki niharibu, kwa sababu mazuri kashasema Mheshimiwa RC, nitakuwa pamoja na kamati yangu, tutakuwa tunaomba tu viongozi kupita sekta mbalimbali kutusaidia hili, kwa sababu lina uzito wake. Kwa jina naitwa Yusuf Zahoro Isa. Hapa bwana, katika kijiji chetu au katika bichi yetu wanakuja watu kutoka sehemu tofauti tofauti. Kwa hiyo sasa wanakuja kutuharibia mazingira yetu na mandhari yetu, kwa sababu sisi tamaduni yetu hapa kijijini kwetu Ukunjwi tunazielewa, lakini sasa wanakuja watu kutoka sehemu tofauti tofauti kuja kutuharibia, wanakuja kufanya vitendo ambavyo havitakikani. Kwa hivyo tunasihi au tunawaomba watapokuja huku waje na nidhamu zao na heshima zao, kwa sababu leo tumeshukuru kwa kuja kwa mkuu wa mkoa na tumemuelezea matatizo yetu na katuelewa na akasema mambo atafanyia kazi. Kwa hiyo sasa hatutaki kuona watu wanakuja kutuharibia eneo letu au bichi yetu ya Ukunjwi. Hauhusiki kuja sehemu kama hizi. Sasa sisi tujipange, tuseme na wenetu, ndugu zetu, si vibaya kuja bichi uka fresh mind kidogo, safahamu, lakini yale ya kujia, unakuja huku unakuta bangi, unakuja huku unatembea uchi,
Sasa watu wengi wanakuja na familia zao, mama. Sasa si maadili yetu, unakuja una enjoy kidogo, baadaye unarudi kwa time. Sasa kiufupi ni hivyo tu, tuweko makini jinsi ya ulezi, shirikiana na serikali kuondoa haya, hasa hapa walio karibu na maeneo haya. Wasiache tu watu kuja kufanya kinyume na vile inavyotakiwa kutumia fukwe hizi. Labda wito wako kwa jamii unaambiaje? Jamii, wito wangu naambia waelekeze wenetu, jamii wote kupambana na haya machafuko yanayotokezea. Sababu kuna lalamiko wamekuja kwa wananchi wa kijiji kama kuna vitu ambavyo vinafanywa katika eneo hili, hususan ni watu ambao labda hajulikani wanatoka wapi, labda kama labda wanaambiaje wa kijiji hichi, kwa sababu fukwe zinatakiwa zitumiwe, lakini zitumiwe kwa yale mambo maalum, kwa sababu mtu pengine ni mgonjwa anakuja kutafuta mfano tiba, kuogelea au kutembea kwenye hizi bichi, lakini wasije kuharibu mazingira ya hapa.